na Yesu wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupungiane mikono yetu namna ile. Mungu akubariki. Kama unaweza kumpa mkono jirani yako, mwambie umefanya vema kuwepo katika viwanja hivi. Mwambie Mungu akubariki sana. Ninaomba tulie ili sasa tupate kumleta mhubiri. Tulia pale, tuombe kwa Mungu. Tuombe. Baba Mungu mwenye uweza, Mungu wa mbingu na nchi, asante kwa neema yako kubwa uliyoiachilia mahali hapa. Asante kwa kuheshimu mkutano wako. Umeona ni vema ujidhihirishe kwa ukubwa. Tumekuona katika hali ya sifa, katika hali ya matoleo. Sasa tunakwenda kupata neno la uzima, neno linalovunja kila maroho ya giza, neno ambalo ni moto ulao. Linapotembea neno lako mahali hapa Bwana, litembea na moto wako. Kuna mapepo, kuna majini, kuna wachawi walioshikilia baraka za watu, na wapigwe, moto uende kila eneo. Baba, umfunike mtumwa wako, asimama na neno lenye uhai na uzima, liweze kuleta matokeo mahali hapa kwa uwezo wako na uwezekana. Ninamkabidhi mwanao mikononi mwako, mtumie sasa. Makutano tuseme amen. Amen. Amina. Basi leo ndio tunaanza mpaka Jumapili. Utaona hapa moto unavyoendelea kuwaka. Leo tunaye ni makamu mkurugenzi wa TEBE. TEBE ni kurugenzi au bodi ya wainjilisti na walimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kesho ukiona namba nyingine usijali, kwa sababu tuna utajiri wa wahubiri. Amina. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Karibu. Amen. Haleluya. Amen. Nikombe ukae mwana wa Mungu. Unaweza ukaniongezea kidogo maiki? Jina la Bwana libarikiwe. Na kusalimia katika jina la Yesu. Unapenda Bwana Yesu? Hebu shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Mungu akubariki sana. Kwa majina ninaitwa mchungaji Daniel Kalinga na mwinjilisti naishi katika jimbo la Mbeya Magharibi. Niko Mbalizi, ni mchungaji nachunga, namtumikia Mungu huko. Kwa hiyo nafurahi kuwepo kwa mtumishi wa Mungu, kwa mchungaji wangu ambaye ni askofu wangu katika jimbo hili. Kwa leo ninaanza mahali hapa, lakini tutaendelea. Tuna utaratibu wa kusimama wainjilisti mbalimbali. Leo ninafungua kama makamu mkurugenzi wa Injili jimbo la Mbeya Magharibi, lakini tutaendelea kuona vyombo vya Bwana. Haleluya. Wana Yehova ubarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu mwema ametupa utajiri wa wainjilisti wengi, mtawaona. Na siku ya leo tuna mikutano 8 inaendelea. Tunapouona mkutano huu, kuna mikutano mingine 8 inaendelea. Tuna mikutano 8 katika wiki hii ambayo kila pande injili inahubiriwa. Na tunashukuru kwa safari hii tumechukua pande zote. Mbalizi kuna mkutano, Kolongo kuna mkutano, alafu kwa mtumishi wa Mungu hapo Zogwe kuna mkutano, alafu kwa gavana kuna mkutano, na Sistila kuna mkutano, alafu pia Igodima kwa mtumishi wa Mungu Nemba kule kuna mkutano. Kwa hiyo injili inawaka moto pande zote. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu awabariki sana. Basi kwa kwanza hapo tufungue neno la Mungu katika injili, katika kitabu cha Mithali ile 14
ule mstari wa 12, alafu tutasoma Yohana Mtakatifu 14 mstari ule wa 6. Nasoma katika jina la Bwana. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Tutasoma Yohana ile 14 na mstari ule wa 6. Unaweza kwa sifa. Yohana 14 ule mstari wa 6, nao unasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Funika macho. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu kwa kuwa ni mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya neema yako na utukufu wako Mungu. Sahi na wakati huu Mungu, ni saa yako sasa ya kujifunua. Jitukuze Mungu, jifunue kwa damu yako. Mkono wako usimame kwa kuwa ni Mungu. Achilia nguvu zako na utukufu wako Mungu ukifunika, kwa kuwa ni Mungu na mwaminifu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Niongezee feedback kidogo hizi. Niongezee kidogo hizi feedback ziweze kunifikia vizuri. Haleluya. Tumesoma Biblia katika Mithali, anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Lakini usoni pa mwanadamu inaweza kuonekana ni njia iliyo sahihi na iliyo sawa. Na ndio maana kila mwanadamu unapojaribu kumshauri, anaona njia anayoiendea iko sahihi. Haleluya. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia ile inaonekana ni upotevuni. Yohana anasema nini? Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Ziko njia nyingi katika ulimwengu leo. Ziko njia nyingi katika maisha ya mwanadamu. Yamkini ile njia unaoiendea ukafikiri ni njia iliyo sahihi sana. Unaiona ni sawa machoni pako. Unaiona ni sahihi katika fikra za maisha yako ulionayo. Lakini Biblia inasema, angalia mwisho wa hiyo njia unaelekea wapi? Mwisho wa safari yako ni kitu gani? Na mara nyingi sana mwisho wa mtu ndio unaonyesha mwanzo wa ile njia, kama ilikuwa salama au ilikuwa mbaya. Haleluya. Usoni pa mtu inaweza ikaonekana ni njia sahihi sana. Unapomshauri mtu kwamba bwana, njia hiyo unayoiendea sio sahihi, na kwa sababu haelewi, anaona ni salama machoni pake mwenyewe, anaona ni salama, hajakosea. Lakini je, mwisho wa njia hiyo ukoje? Mwisho wa hayo unayoyafanya ukoje? Mwisho wa tabia yako ukoje? Mwisho wa sifa unazoweza kujulikana kwamba ni binti ambaye unajua kukamata maamuzi ukoje? Mwisho wa kwamba wewe ni baba uliye maarufu, unaweza ukateka ndoa za watu nyingi bila shida ukoje? Mwisho wa tabia zako za kila wakati kutesa watu wa watu, watoto wa watu ukoje? Ziko njia zionekanazo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake zina matatizo. Wako watu walitembea kwenye njia hizi wakaona ni sawa sawa na ni salama, lakini mwisho wake ukawa ni mauti. Mwisho wake ukawa ni mbaya. Mwisho wake ukawa ni mwisho ambao hauna maana. Heri mwanzo mbaya kuliko kuwa na mwisho mbaya. Ukiwa na mwanzo mbaya, mwisho unaweza ukawa mzuri. Maana unapojaribu kushauriwa kwamba njia hizi ni njia zisizo sawa. Haleluya. Misali anasema ni vizuri sana kupokea ushauri. Anasema taifa lolote lisipopokea ushauri linaanguka. Hata mwanadamu
ukipata ushauri wa kwamba njia hiyo unaoiendea mwisho wake ni mauti, anaweza kupotea. Lakini kwa wingi wa mashauri anaweza kabadilika, anaweza kageuka, anaweza kawa sawa, anaweza kawa ni chombo. Hata kama alikuwa ni mtu ambaye haeleweki kabisa, lakini akichukua hatua ya kwamba njia unazoziendea ziko katika hali mbaya, anaweza kachenji akawa sawa sawa. Heri ukawa na njia ya Yesu Kristo kuliko kutafuta njia zisizo za Bwana. Haleluya, haleluya, wana wa Yehova. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, na mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Rafiki, ninakushauri jioni ya leo, tunakuletea neno jioni ya leo. Ukimpata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, una uhakika wa safari yako, una uhakika wa njia zako, una uhakika wa mapito yako. Maana Yesu anasema mimi ndimi njia, ndimi uzima, ndiwe usalama. Nenda kwa Yesu, kuna uzima. Kimbilia kwa Yesu, mwana wa Mungu. Katika Yesu kwa usalama na ulio wa uhakika, kwa jina la Yesu. Ukimpata Yesu umepata vyote. Ukipata dunia umekosea. Yamkini katika tembea yako unaweza ukahisi kwamba umefika, ukaona ulimwengu uko sawa sawa, ukaona unapotembea una sababu ya kufanya chochote maana uko sawa sawa. Lakini sikiliza mpendwa, walikuweko watu waliokuwa mahodari, walikuwa mashujaa, walisifika kwa tabia mbaya, lakini leo hawako. Mwisho wako utakuwaje, mwana wa Mungu? Jali mwisho wako kuliko mwanzo wako. Mwisho wako una maana kubwa kuliko mwisho wako. Mwisho wako uwe mzuri kwa jina la Yesu. Tafuta Yesu kwenye maisha yako, tafuta Yesu kwenye hali zako, ukae sawa sawa. Biblia inasema heri mwisho kuliko mwanzo. Haleluya, jina la Bwana barikiwe. Yamkini katikati ya tabia zako umelizika, unaona uko sawa sawa, umewanga siku nyingi na umesifika. Hata wanapokutazama wanakuogopa, wakikuangalia unasema mimi ni mwenyewe. Lakini mwisho wako ukoje? Unaweza ukasema niko vizuri katika hali niliyokuwa nayo, lakini mwisho wako ukoje? Unaweza ukasema ninaweza kufanya chochote, hakuna yoyote wa kunizuia. Ni kweli, ni sawa, maana kila mtu anaona njia zake ni sawa machoni pake mwenyewe, lakini mwisho wake hajapima kwamba mwisho wake ni kitu gani. Haleluya. Walitembea zaidi yako, waliotamba walitamba zaidi yako, waliofanya ufuska walifanya zaidi yako, alafu wale waliokuwa na teknolojia. Lakini sasa kwa bahati mbaya, kwa sababu mwisho wao hawakujua, hawako hata leo, wamesahaulika, wakasahau kwamba mwisho wao ukoje. Wakafikiri ni wa milele. Umilele ni kukaa kwa Yesu Kristo aliye hai. Ukimwamini Yesu na uhakika wa maisha, ukimpata Yesu na uhakika wa safari, ukimpata Yesu na uhakika wa safari yako, ukimwamini Yesu utapotea njia, utakuwa sawa sawa. Lakini umekuwa ni mlevi pindukia, umekuwa ni mchawi pindukia, umekuwa ni kimada pindukia, lakini mwisho wako ukoje, mwana wa Mungu? Yesu anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Ukimpata Yesu uko salama, ukimpata Yesu umesalimika, ukimpata Yesu na uhakika wa maisha yako. Haleluya. Maisha yako yako mashakani. Unaitwa marehemu mtarajiwa, anasema unalo jina la kuwa hai lakini ulishakufa. Kila unapotembea tunafikiri uko salama, kumbe umekufa. Imebaki siku tu kulia kwamba tayari kimewaka. Una uhakika wa maisha yako na Yesu ndiko kwenye salama. Kwa Yesu kuna salama, kwa Yesu kuna ukombozi, kwa Yesu kuna uzima, kwa Yesu kuna maisha tele. Nisikilize. Ukitambua siri utamkimbilia Mungu. Amina. Biblia inasema miaka ya wasio haki ni fidia ya wenye haki. Ungelijua neno hili ungejiponya, maana hujui mwisho wako. Yamkini siku zako zimebaki chache duniani za kuishi. Leo unapendeza, kesho unanyauka.
ua linavyokuwa asubuhi linakuwa vizuri, mchana linapendeza, wakati wa jioni linaharibika. Na kwa sababu alijui mwisho wake, linaweza likaona liko bora zaidi kuliko mwingine, lakini kumbe lina muda mfupi wa kuishi. Hata unaweza ukatembea kwenye njia zako